Jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina kuu lipitalo majina yote mbinguni na duniani, libarikiwe sana. Na basi nakualika tena katika masaa na majira tuweze kwenda kujifunza neno la Mungu. Na ujumbe ambao nakuletea katika siku ya leo una kichwa kinachosema usichangamane na mkutano wa watu waovu. Usichangamane na mkutano wa watu waovu. Jambo la kwanza ambalo mtu anapaswa kufanya tu baada ya kuokoka, baada ya kupokea wokovu wa kweli, ni kuchagua watu ambao anaenda nao katika imani, watu ambao wanaenda nao katika imani. Mara nyingi sana watu wengi wamerudi nyuma kwa sababu ya watu ambao wanakuwa nao, kwa sababu ya watu ambao wanachangamana nao. Kwa hiyo katika siku ya leo inakuletea ujumbe huu ili wewe ambao umepata neema wokovu, wewe ambao umepokea wokovu wa kweli, wewe ambao unaishi katika njia ya utakatifu, uweze kuchagua watu ambao unakuwa nao, uweze kuchagua watu ambao unapatana nao katika safari ya imani, kwa sababu watu wanaweza kuwa kikwazo cha wewe kurudi nyuma. Ukichangamana na watu ambao hawajapata neema wokovu, wanaenda katika njia zao, wanafanya mambo yao, mwisho wa siku ukichangamana na watu kama hao, kuna uwezekano mkubwa ukaweza ukaiga njia zao, ukaiga njia zao, ukarudi nyuma, ukashangaa ukaingia katika njia za uovu, ukashangaa ukatoka katika mstari ukarudi nyuma katika ulimwengu. Kwa hiyo ni vema upate kutafuta watu ambao wanaendana na wewe, watu ambao wanaendana na wewe. Biblia inasema kwamba msifungiwe nira pamoja na watu wasioamini. Msifungiwe nira pamoja na watu wasioamini. Na anasema kwamba hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Kwa hiyo siku zote watu wawili ambao hawapatani hawezi kutembea pamoja. Kwa hiyo ni vizuri upate kutafuta watu ambao wanaendana na wewe katika msingi wa Kristo, katika safari ya imani, katika njia ya utakatifu, Kwa hiyo ujumbe unakusema usichangamane na mkutano wa watu waovu. Usichangamane na mkutano wa watu waovu. Leo nitakwambia ni kwa namna gani tunapaswa kujiweka makini sana unapoishi hapa duniani na watu wa kidunia. Katika hii safari yetu ya wokovu, inafananishwa na ile safari ya wana Israeli. Wakati ambao wana Israeli walitoka kule Misri kuelekea katika ile nchi yao ya ahadi, ile nchi ya Kanaani ambayo Mungu aliwaahidia. Tunaona kwamba Mungu aliwatoa kule kwa mkono hodari, aliwatoa huko Misri utumwani, akawapitisha katika ile bahari ya Shamu na wakapitishwa jangwani. Lakini tunaona kwamba kuna ile safari ya jangwani ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa ina mambo mengi ambayo alikuwa ametendeka kule jangwani. Na Mungu alikusudia kabisa kupitisha wana wa Israeli kwa jangwani ili kuweza kuja baadaye na sisi pia tupate kufundishwa, sisi ambao baadaye tunakuja kuokolewa. Maana yake mtu ambaye ameokoka, ametoka ulimwenguni, moja kwa moja baada ya kuokoka kutoka ulimwenguni na kupitishwa katika bahari ya Shamu, maana yake kupitishwa katika ubatizo, anaingizwa katika jangwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tupo jangwani na tunaelekea katika nchi yetu ya hadi mbinguni. Tupo jangwani na katika jangwani kuna mambo mengi. Sasa ukiangalia, tukisoma ile habari ya wana wa Israeli, tunaona kwamba wakati baada walipoingia jangwani, hawakutoka ule mkutano wa wana wa Israeli. Hawakuwa tu ni Waisraeli pekee. Walikuwa ni mkutano ambao ulikuwa umechanganyikana. Ulikuwa maana yake kulikuwa kuna watu ambao walitoka ambao sio Waisraeli, ambao walikuwa ni watu wa Kimisri, lakini wakaingia katika ule mkutano, wakajichanganya katika ule mkutano wa Waisraeli. Kwa hiyo wote wakabatizwa pale, wakaingizwa katika yale maji ya Shamu, bahari ya Shamu, na wote wakaingia katika safari ya kwenda Kanaani. Lakini tunaona kuna jambo ambalo lilikuja kutokea baadaye mbeleni. Wana wa Israeli walipoingia jangwani, wakaanza kuja baada ya kuendelea mbele tu kidogo, baada ya siku kadhaa wakaanza kunung'unika. Lakini tukisoma ya kwamba ni wale watu ambao walikuwa wamechangamanyikana na huo mkutano, wale wa Misri ndio walianza kuchangamana, ndio walianza kunung'unika katika ule mkutano, ndio walianza kunung'unika kwamba kumnung'unikia Mungu, na ikapelekea hasira ya Mungu kuwaka, na watu wengi wakafa, wakauawa kwa sababu ya wale watu ambao walikuwa hawajui Mungu wa kweli wa Israeli. Walikuwa wamezoea kuabudu miungu. Kwa hiyo ndio ikaja ikawafanya wana wa Israeli nao waje baadaye waanze kutoka katika imani ya kumwamini Mungu wao
na kuanza kurudi kuabudu miungu. Utaona kwamba baadaye walikuja kutengeneza sanamu, ile ndama sanamu ni wale watu ambao walikuwa katikati ya ule mkutano. Ukisoma katika Biblia utaona mambo kama hayo. Lakini unaona kwamba kuna jambo lingine pia ambalo lilikuja kutokea. Tunasoma kile kitabu cha Mambo ya Walawi, tunaona kwamba kuna mtoto mmoja ambaye huyu mtoto alikuwa si mtoto wa Kiisraeli, lakini alikuwa ni mtoto ambaye anatoka katika ambao uzao wake ulikuwa ni uzao wa Kimisri. Huyu mtoto hakujua taratibu za Mungu wa Israeli, lakini baadaye alipokuja kupigana na mtoto mwingine wa Kiisraeli, akaja akalikufuru jina la Mungu, akaja akalitukana jina la Mungu, na hiyo ndio tatizo la kutoshikamana na watu wasiojua Mungu. Hiyo ndo matokeo ya kushikamana na watu wasiomjua Mungu. Mwisho wako unakuja kuiga au kuingia katika hatia, kwa sababu wale watu siku zote ni watu ambao wapo kinyume na maneno, wapo kinyume na mapenzi ya Mungu, Tunasoma neno la Mungu katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura 24 na ule mstari wa 10 ambao anasema, ikawa mwana wa mwanamke wa Kiisraeli ambaye babaye alikuwa Misri, anasema kwamba ikawa mwana wa mwanamke wa Kiisraeli. Huyu mwana alikuwa ni mwana wa mwanamke wa Kiisraeli, lakini anasema ambaye babaye alikuwa Misri. Manake huyu alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa baba yake mama yake ni Mwisraeli, lakini baba yake pia ni Misri. Kwa hiyo huyu mwanamke ametoka na mtu wa Kimisri, akaja kazaa naye. Kwa hiyo maana yake mtoto ni tuseme kama ni chotara, lakini anasema kwamba huyu mtoto anasema akatoka kati ya wana wa Israeli, na huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli na Mwisraeli mmoja wakapigana. Labda nianze kusoma ili tuweze kuelewa vizuri. Nasema ikawa mwana wa mwanamke wa Kiisraeli ambaye babaye alikuwa Misri akatokea kati ya wana wa Israeli, na huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli na Mwisraeli mmoja wakapigana pamoja ndani ya marago. Kisha huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli akalikufuru hilo jina na kuapiza, nao akamleta kwa Musa, na jina la mamaye alikuwa akiitwa Shelomiti binti ya Dibri wa kabila ya Dani. Nao akamtia kifungoni ili wapate kuambiwa neno litakalo toka kinywani mwa Bwana. Na Bwana akasema na Musa na kumwambia, mtoe huyo aliyeapiza nje ya marago, na wale wote waliomsikia na waweke mikono yao kichwani mwake, kisha mkutano wote wamuue kwa kumpiga kwa mawe. Anasema, nawe nena na wana wa Israeli na kuambia, mtu awaye yote atakaye mlaani Mungu wake atachukua dhambi yake, na yeye atakayelikufuru jina la Bwana hakika atauawa. Mkutano wote watamuua kwa kumpiga kwa mawe, kama ni mgeni, kama ni mzalia, hapo atakapolikufuru jina la Bwana. Kwa hiyo mwana wa mwanamke ambaye baba yake ni Misri alikufuru jina la Bwana, alipigana, katika kupigana akalitukana hilo jina la Bwana, Sasa hii ni tabia ambayo hata sasa hivyo katika kanisa tunashikamana na watu wa dunia, watu ambao ni sio uzao wa kimungu, na watu kama hao wana tabia ambazo ni tabia ambao sio hampendezi Mungu. Sasa wakati wote ambao tupo katika huo mkusanyiko au tupo katika huo mkutano, tumechangamana na watu kama hao, maana kuna uwezekano mkubwa tukajitia unajisi. Kwa hiyo ni vizuri kuchagua watu ambao tunakuwa nao katika imani, watu ambao tunakuwa nao, tunatembea nao katika safari ya imani. Ukisoma tena ile habari ya kina Dathan, wakina Dathan, ukisoma kitabu kile cha Hesabu sura ya 16 mstari wa 19, utaona kwamba kuna habari moja hapo ambao tunaona kwamba wakina Dathan na wakina Dathan pale, wakina ile mkutano wakina Kora na Dathan ni watu ambao walikuwa ni Waisraeli. Kwa hiyo pia tunavyosema kwamba tusichangamane na watu mkutano wa watu waovu, hatulengi tu watu ambao hawamjui Mungu, watu ambao ni wakipagani, watu wasiomjua Mungu kabisa, lakini pia
ndani ya kanisa pia tunalenga wale watu ambao wapo katika Ukristo lakini sio Wakristo wa kweli kweli, maana yake wale Wakristo wa uongo, wale Wakristo jina. Wale pia tunapaswa tuwe makini nao, tusichangamane nao. Tunaposema tusichangamane nao, maana yake sio kwamba tusiwe nao au tusishirikiane nao katika mambo mengine, lakini tuwe makini katika mambo wanayofanya. Sio kila kitu wanachokifanya na sisi tufanye, sio kila maneno ambao wananena na sisi tusikilize, sio kila kitu ambacho wanakifanya na sisi tufanye. Maana yake tuwe makini sana na watu kama hao, ili tusije tukajitia unajisi. Kwa hiyo huo mkutano wa kina Kora na kina Dathani walikuwa ni Waisraeli, lakini wakaja wakainuka wakatenda mambo maovu, na Mungu akawaambia sasa wale watu wake ambao walikuwa ni watu wake kweli kweli watoke katika huo mkutano, wajitenge na huo mkutano wa kina Kora na Dathani. Tunasoma kitabu cha Hesabu sura ya 16 mstari wa 19, ambapo neno la Mungu nasema mstari wa 19 anasema, neno la Mungu nasema, kisha Kora akakutanisha mkutano wote kinyume chao mlangoni pa hema ya kutania, na utukufu wa Bwana ukatokea mbele ya mkutano wote. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, jitengeni ninyi mkaondoke kati ya mkutano huu, ili nipate kuangamiza mara moja. Nao tuseme mstari wa 23 anasema, Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na mkutano na kuambia, ondokeni ninyi hapo karibu na maskani ya Kora na Dathani na Abiramu. Basi Musa akainuka na kuwaendea Dathani na Abiramu, na wazee wa Israeli wakaandamana naye. Akasema na mkutano na kuambia, na ondokeni penye hema za hao watu waovu, wala msiguze kitu chao chochote, msiangamizwe katika dhambi zao zote. Kwa hiyo Musa akawaambia watu watoke katikati ya mkutano wa watu waovu, wakina Dathani na wakina Kora. Wote walikuwa ni mkutano ambao ukiendelea kusoma utakuja kuona kwamba ardhi zilikaje kapasuka. Hao watu wa mkutano watu waovu wakina Kora na msafara wao wote ukaja ukashushwa huko kuzimu, ardhi zikapasuka ikashuka huko kuzimu watu hao. Kwa hiyo watu kama hao wapo kanisani, watu kama hao wapo ni Wakristo, lakini ni Wakristo lakini kwa siri ni Wakristo wa uongo, lakini ni wana majina wa Kristo, lakini kisirisiri wanatenda matendo maovu, kisirisiri wana manunguniko, ni wasengenyaji, wengine ni wanaabudu sanamu, wengine ni walevi, wengine ni washirati kwa siri, wanatazama picha za kisinzi tu zimejaa kwenye simu zao, maneno ya mizaa tu ndio yamejaa katika midomo yao, mambo ambayo yanamchukiza Mungu. Uvaaji wao tu ni uvaaji kama uvaaji tu wa kidunia, wanavaa mavazi ya kisinzi, wanawake wanavaa vimini, masuale, wanajipodoa, wanapamba miili yao kwa mapambo tu ya kidunia. Hawa watu kwa jumla ni mkutano wa watu waovu, na wewe mtakatifu unapaswa kujitengana nao, maana yake usishiriki nao, uvaaji wao usiige. Biblia inasema kitabu cha Warumi sura 12 ya kwamba usifuatishe namna yao, usifuatishe namna ya mazungumzo yao, nao mna ufaaji wao, namna wanavyofanya, wanavyojiweka katika miili yao. Maana yake wewe uwe makini sana katika hii safari, uwe makini sana. Sio kila party unaenda, party ambayo unaalikwa na watu wao unajiungamanisha unaenda kushiriki nao, utakuja kujinajisi. Kwa hiyo ujumbe wa siku leo unasema kwamba usichangamane na mkutano wa watu waovu, usichangamane na mkutano wa watu waovu. Tupo katika siku za mwisho. Huu ni wakati ambapo magugu na ngano vinatengana kwa wakati wa kutenganishwa magugu na ngano ni wakati huu. Kwa hiyo ni heri upate kuingia katika kutafuta mkutano wa watu wenye imani pamoja nawe, maana yake watakatifu. Utafute watakatifu, kwa sababu Biblia inasema kwamba chuma inanoa chuma. Tafuta watu ambao wapo katika njia ya utakatifu, uvaaji wao ni wa utakatifu, watu ambao ni watu wa ibada, waombaji, wasomaji wa neno la Mungu, watu ambao mawazo yao hapo mbinguni. Tafuta watu kama hao ili uweze kujiungamanisha nao, ili uweze kupata nguvu ya kuendelea mbele katika imani. Lakini ukiendelea kushiriki ukiwa na marafiki tu wa kidunia, kila kitu mnaongea tu ni vitu vya kidunia, mnazungumza tu, mnaongea tu, mnakaa kijiweni, mnazungumza tu masuala ya kidunia, unazungumzia masuala tu ya dunia, mambo ambayo yanahusiana tu na dunia, unakuwa na watu hao tu, mnachekana tu, mnafanya hivyo tu.
mwisho wa siku unakuja kuingia katika hatia, kuingia katika hatia. Lakini Bwana aliwaambia watu wale ambao walikuwa katika ule mkutano wa wafu wa kina Dathan, aliwaambia kwamba watoke kati yao. Kwa hiyo na wewe toka kati yao, toka katikati ya watu wa kidunia, toka katikati ya makundi mabaya, left ya magrupu ambao umejiungamanisha katika mtandao, left magrupu ya wahuni, left magrupu yote, magrupu ambao mnafuatilia masuala tu ya usengenyaji, masuala ya usinzi, masuala ya wanawake, wanaume, left ya magrupu. Ondoka leo, kimbilia katika ule mkutano wa watu wenye imani pamoja nawe, na baada ya hapo endelea kutafuta kuingia katika njia ya kweli, na Mungu akusaidie.